Ndugu watazamaji wetu wa Habari Njema Channel, karibuni tusikilize historia ya mtakatifu wetu wa leo. Mtakatifu wetu wa leo ni Mtakatifu Yohane wa Saigoni Mtawa. Mtakatifu Yohane alizaliwa Saigoni, Hispania. Tangu utoto wake alikuwa na mwenendo mwema. Alitambua udhaifu wake na daima alifanya bidii kujirudi. Alipewa upadri mwaka 1445. Alikuwa anakaa katika kanisa la Mtakatifu Agata. Humo aliazimisha misa kila siku. Alihubiri na kuwafundisha watu katekisimu, akiazimia kuishi kitakatifu na maisha ya umaskini. Baadaye aliona umuhimu wa teolojia. Aliomba ruhusa kwa askofu wake, kisha akaenda chuo kikuu cha Salamanca, Hispania, kwa masomo ya teolojia kwa miaka 4. Alipohitimu alipata sifa kubwa kama mhubiri stadi na mwongozi wa roho. Baada ya miaka 9 alipata ugonjwa mbaya, akabidi apasuliwe. Aliahidi kwamba akipona ataishi maisha ya kitawa, na akipona akaingia katika maisha ya kitawa katika monasterio ya Mtakatifu Agostino. Akaweka nadhiri za utawa mwaka 1464. Mahubiri yake na mifano yake neema ilibadilisha maisha kabisa mioyo ya watu wa Salamanca. Aliweza kuzuia mifarakano na magomvi ya watu. Baadaye Mtakatifu Yohane alikuwa mlezi wa wanovisi. Alifanya kazi hiyo kwa hekima kubwa, kisha akawa mkuu wa utawa huko Salamanca. Alipenda sana kuwaunganisha watu na aliazimisha misa kwa heshima kubwa. Katika mahubiri yake aliwaonya vikali sana matajiri wanaowanyonya na kuwaonea maskini. Kwa sababu hiyo alichukiwa sana na watu wa aina hiyo. Hata hivyo, siku moja mtawala wa Alba Hispania aliwatuma watu wawili wakamuue. Walipofika walishitakiwa na dhamiri zao, wakamwomba msamaha, naye akawasamehe. Mara nyingi wanawake alipowakaripia kwa sababu ya mwenendo wao mbaya, walitaka kumpiga kwa mawe. Mwisho inasemekana aliuawa kwa sumu. Alikufa mwaka 1479, kuwa mtakatifu mwaka 1690. Tafakari. Katika kutafuta utakatifu, tunapoona tumekosa, tumeanguka, tujirudi
na kwenda katika kitubio cha kweli, yaani katika maungamo, tukajute dhambi zetu, tukaungame, tukamrudie Mwenyezi Mungu. Ndiyo maisha aliyoishi mtakatifu wetu wa leo, Yohane wa Hispania. Pia tunapoambiwa ukweli, tusiwe watu wa kuwaangamiza wale wanaotukosoa, wanaotuambia ule ukweli, hasa tukija katika viongozi wetu au katika sehemu mbalimbali. Mdogo wako anapokukosea, anapokuelekeza kwamba hapa ndugu, umekosea, unapaswa ufanye hivi, tupende kusikiliza, kuwasikiliza na si wazuru au tusiwe kuwateka hawa watu. Hapo tutaishi maisha yale yenye kumpendeza Mungu. Tunapotoa uhai wa mtu, tujue kwamba uhai anayepaswa kuutoa ni Mungu peke yake, si mwanadamu. Uhai ni Mungu ndiye aliyetupa, si mwanadamu aliyetupa uhai, au sio kiongozi yoyote anayetoa huo uhai. Mtu anayepaswa kutoa uhai ni Mungu peke yake, ndiye aliyeuweka huo uhai. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Katekista Mikaeli Antoni Mdonyela, katekista wa Parokia ya Mtakatifu Yosefu Mume wa Bikira Maria Mwenge. Msiache kusubscribe katika Habari Njema Channel ili muweze kuona vipindi mbalimbali vinavyorushwa katika Habari Njema Channel.